Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Kuna swali tunaulizwa, homoni za mwanamke, je, zinaweza zikampelekea uzito mkubwa? Kama inavyojulikana, watu tulio wengi tunajua tu kwamba uzito mkubwa inaweza kusababishwa tu na mfumo wa ulaji kwa mwanamke. Lakini ukweli ni kwamba hata homoni za mwanamke pia zinaweza zikapelekea uzito mkubwa. Na hii hutokea pale ambapo kuna mabadiliko ama usawa usiokuwa wa kawaida katika homoni za mwanamke huyu. Kwa hivyo zinapobadilika na kutokuwepo uwiano mzuri, huweza kupelekea mwanamke kuwa na uzito mkubwa. Mifano ya homoni ambazo huweza kupelekea uzito mkubwa kwa mwanamke ni pamoja na estrogen. Homoni ya estrogen ni homoni ya mwanamke ambayo inazalishwa kwenye ovaries. Na hizi homoni kama kiwango kitakuwa juu zaidi ama kitashuka zaidi, hasa wakati wa menopause na wakati wa hedhi, basi hii inaweza kapelekea mwanamke akaongezeka uzito. Lakini homoni nyingine maarufu ni pamoja na progesterone ambao pia uzalishwa kwenye ovary. Hii homoni endapo itapungua zaidi, itapelekea ongezeko la uhifadhi wa maji katika mwili wa mwanamke pamoja na ongezeko la hamu, ile uchu, tunaita appetite, inakuwa juu zaidi. Kwa hivyo mwanamke atahitaji kula mara kwa mara, na hii inaweza kaleta shida na automatic uzito utaongezeka maradufu. Homoni nyingine ni pamoja na insulin. Endapo mwili hautendei haki hii homoni, tunaita insulin resistance, inaweza kapelekea mwili kuongezeka na kufumuka ghafla, hasa maeneo ya tumbo. Tunaita belly fat. Kwa hivyo hii inaweza kampelekea mwanamke kuwa na uzito mkubwa na tumbo kuwa kubwa. Homoni nyingine ni pamoja na cortisol. Cortisol ni homoni ya msongo wa mawazo. Endapo kiwango kitazidi ya homoni ya cortisol katika mwili wako ama katika mwili wa mwanamke, basi uchangia mwanamke kupata uzito mkubwa. Mwanamke atakuwa nakula sana na kupitiliza. Hii inaweza kapelekea ongezeko la mafuta tumboni. Hasa mara nyingi cortisol ikivurugika ama ikizidi zaidi, na mwanamke anaweza kala kwa wingi, mara nyingi sehemu ambayo inaathirika zaidi ama inahifadhi mafuta kwa kiasi kikubwa ni eneo la tumbo la mwanamke. Homoni nyingine ni pamoja na homoni ya thyroid. Homoni chache ya tezi ya thyroid huweza kusababisha mwili kufanya kazi polepole, taratibu, tunaita slow metabolism. Na hii inaenda kusababisha unene, obesity kwa mwanamke. Sasa unaweza ukapambana na changamoto hii kwa namna gani? Kitu ambacho ningependa ni kushauri kama mwanamke ni pamoja na kuongeza matumizi ya soybean. Mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba soya ni nzuri sana kwa niaba ya utafiti kwa tatizo hilo, kwa wanawake wale ambao uzito unaongezeka kutokana na homoni zao kutoweza kuwa na usawa usio kwa kawaida. Sasa akitumia soya ni nzuri sana. Unachemsha soya, unapika vizuri, anika soya ikauke, tumia unga wake. Unaweza kutumia vijiko vikubwa 3 kutwa mara 3 kwenye uji mwepesi, itakusaidia sana. Kitu kingine ambacho kitakusaidia kama mwanamke kuweka hizo homoni kwa vizuri ni pamoja na mchanganyiko wa mtama mwekundu. Mtama mwekundu sio mweupe. Lakini pia kuna uwele na pia kuna ufuta. Changanya huo mchanganyiko vizuri. Ikiwezekana ongeza na ulezi. Ulezi, uwele, ufuta, mtama mwekundu. Kaanga huo mchanganyiko, unakaanga vizuri tu, baadaye saga, pata huo mchanganyiko. Tumia vijiko vikubwa 2 kwenye uji mwepesi. Inaweza kuwa uji wa mtama, hasa mtama mwekundu. Tumia kutwa mara 2. Itakusaidia sana. Asanteni, na kwa siku ya leo sina la ziada. Tulikuwa tunaangalia vyanzo vya homoni katika mwili wa mwanamke kama chanzo cha uzito mkubwa. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni, na tukutane katika video nyingine. Bye bye.